Neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziweze kuwa pamoja nanyi. Ni mimi wenu Francis Ndacha. Kwa wale ambao ni Waislamu, asalamu alaikum. Leo naomba niweze kuzungumzia video inayotembea kwenye mtandao na nitawataja wahusika wa hiyo video ambao ni walimu wa Kiislamu walioshindwa hoja na wakaingia kichaka na wakatulia, lakini wametokea wakiwa na malalamiko kwa mchungaji mmoja kule Tanzania anaitwa Gwajima. Sasa inawezekana Gwajima hajaweza kutoa majibu kwao, lakini mimi nataka niweze kutoa majibu kwao na nijenge hoja, na baada ya kujenga hoja nitawauliza, wanaweza mimi wakaniita mahali popote wakati wowote, na niko tayari kujibu kile ambacho watakachoniuliza. Mkononi mwangu hapa niko na kitabu kinaitwa Al-Quran. Kitabu kinaitwa Al-Quran. Hiki kitabu kinaitwa Qur'ani, kinachotumika na Waislamu. Na niseme ya kwamba ninao marafiki Waislamu na ninao majirani Waislamu, lakini lazima niseme ukweli. Sijasikia video ya Gwajima, lakini nimesikia video ya wahadhiri wa Kiislamu. Wa kwanza wao anaitwa Shabani Muhoro, na wa pili ambaye nimesikia anaitwa Ustadhi Kinyuguri. Shabani Muhoro na Kinyuguri ni wahadhiri wa Kiislamu wanaotegemewa, lakini kwa sasa tumewanyamazisha kimya. Tumewanyamazisha kimya. Juzi kuna posti yenye nilitoa inasema ya kwamba mtu ambaye anaitwa Shabani Muhoro hana hoja za msingi kwa sasa, na huyu mwenzake anaitwa Kinyuguri hana hoja za msingi, kwa sababu nilimsikia Shabani Muhoro akitoa Ezekieli 5 na akatumia kwa uchawi. Akasema Biblia inafundisha uchawi, akidhani ya kwamba anamjibu Gwajima. Sijui Gwajima ndiye Biblia, mchungaji Gwajima ndiye Biblia, lakini kwa sababu mchungaji Gwajima anatumia Biblia, kwa hivyo walitoka wakiwa na machungu, wakiwa na hasira. Kwanza Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi katika kitabu kinaitwa Mhubiri 7 mstari wake ni wa 9. Mhubiri 7 mstari wake ni wa 9, nataka niweze kusoma. Inasema hivi: usifanye haraka kukasirika rohoni mwako, maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Kwa hivyo hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Biblia inakataza hasira. Kwa hivyo unapojibu mtu unatakikana kumjibu kwa upole na kwa hofu, kama vile ambavyo maandiko yanavyoagiza katika kitabu cha Petero wa kwanza 3 mstari wake ni wa 15. Inasema muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Sasa nimejitokeza kwa niaba ya Gwajima, ingawa Gwajima anawezekana mimi hanijui na hatujawahi kupatana na yeye mahali, lakini kwa sababu nimeyasikiliza maneno ya wahadhiri wa Kiislamu siwezi kubaki kimya, ndugu zangu.
kwa sababu wakati Biblia inapotajwa sio Gwajima anatajwa, ni Biblia inatojwa. Lakini vile Biblia inavyotajwa na hawa wahadhiri ambao tukipanga mkutano wanakuja kuchelewa. Ukipanga mkutano na wao wanakuja kuchelewa. Na vile tunaongea sasa hivi, huyo Shabani Muhoro hawezi mjadala, hawezi debate. Vile tunaongea sasa hivi, huyo Ustadhi Kinyuguri hawezi mjadala. Kile ambacho wamebaki naye ni hasira. Wamebaki na hasira, kwa hivyo wanapopeleka hoja zao wanaonekana wana hasira iliyo ndani yao. Kwa hivyo nawaambia tulizeni boli. Walimu wa Kikristo sisi tunajiamini kwa ajili ya kujibu hoja zenu, na hoja zenu tunazifananisha sawasawa na glass ya maji, yaani hoja nyepesi. Sasa niseme ya kwamba hakuna mahali Mkristo anaitwa mchawi, na ninataka niwape changamoto wahadhiri wa Kiislamu. Wakipata mahali jina wa Kristo ni wachawi, niko tayari kutamka shahada na kuwa Muislamu. Katika Biblia kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya mwisho pamoja na maelezo yake, ipatikane sehemu imeandikwa Wakristo ni wachawi, niko tayari kutamka shahada. Lakini kwa sababu Waislamu wamezoea kukosa kutoa majibu, wanamalizia hasira na fujo. Naomba msije mkaniamkia kwa fujo na kwa hasira. Ninaomba kusimama na nyinyi katika majukwaa, katika mibari kwa ajili ya kutoa dalili na hoja. Wakristo kitabu chao kinaitwa Biblia, na ukisoma kitabu kinaitwa Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 10 mstari wake ni wa 20, inasema hivi: sivyo, lakini vitu vile wavitoavyo sadaka wavitoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Nami sipendi ninyi kushirikiana na mashetani, wala kushirikiana na mashetani. Mungu amekataza ndani ya Biblia mtu yote ambaye anaitwa Mkristo kushirikiana na mashetani, na kazi ya shetani kwetu ni marufuku. Tunapoogelea uchawi tunajua ni kazi ya shetani. Tunajua ni kazi ya shetani. Yaani ukisikia uchawi ni kazi ya Ibilisi. Uchawi ni kazi ya shetani. Sasa leo wahadhiri wa Kiislamu wameamuka wakiwa na jaziba, wameamuka wakiwa na hasira, kwa sababu kuna uchawi ulitajwa na ukatajwa na shehe. Kama shehe ni mchawi akemewe. Sasa Waislamu wamejitokeza kudai ya kwamba jina shehe haligetumika. Kama shehe ni Muislamu, jina shehe haligetumika. Kwanza, kitu ya kwanza, Shabani Muhoro wakiwa na Kinyuguri hata lugha peke yake hawajui. Tutawafundisha lugha na tujibu hoja yao. Kwanza, jina shehe katika lugha ni mzee. Kwa hivyo kwenye lugha ya Kiswahili ni kana kwamba alitaja Gwajima kama mzee ni mchawi. Sasa nyinyi mmechukua jina mzee likawa la Kiislamu. Ina maana hakuna wazee wa kipagani, hakuna wazee wa Kikrishna. Wazee, shehe. Unaposikia jina shehe, maana yake ni mzee, sio ni Muislamu, ni mzee. Ni vile nyinyi mnatumia hiyo lugha kuwaita wazee kwa msikiti. Umepata point number 1? Point number 2, Shabani Muhoro mkiwa na mwenzako Kinyuguri na jopo nzima la walimu wa Tanzania, mimi peke yangu
Mimi Francis Ndasha peke yangu ninawaweza, lakini kwa sababu tuna jopo la Wakristo ambao tuna umoja na wao kwa ajili ya kupambana na hoja zenu, wacha niwaambie kitu kimoja na muishi kujua ya kwamba hamuna uwezo, hamuna hoja mbele ya Wakristo. Ima awe mchungaji Gwajima au mchungaji yoyote ambaye ni Mkristo, msidhani ya kwamba mnaweza hoja dhidi yao. Nyinyi ni weupe pepepe. Kwanza Shabani Muhoro alitoa Ezekieli 5 na hakuna mahali Ezekieli 5 ilisema eda ukaroge ama eda ukafanye uchawi. Tunaamini uchawi ni kazi ya shetani, lakini kwa sababu tuko na Qur'ani, tunataka tuulize Qur'ani, uchawi ni nani alileta? Uchawi ni kifaa cha nani? Mimi nataka nijenge hoja ya kwamba Muislamu ambaye hatumii uchawi ni Muislamu ambaye ni Muislamu wa uongo, kwa sababu Waislamu wa kweli ni wale wanatumia chombo alichokiteremsha Allah. Kwa mfano mnasema Qur'ani Allah aliteremsha Qur'ani. Kwa hivyo tukiulizwa hii Qur'ani ni ya nani, tunasema hii Qur'ani ni ya Allah, kwa sababu mnasema Allah kateremsha Qur'ani. Sasa naomba nisome Qur'ani suratul Bakara. Qur'ani suratul Bakara, yani inaitwa sura ya ng'ombe wa majano. 102 aya yake. Qur'ani 2:102 inasema hivi: wakafuata yale walioyafuata mashetani, wakadai kuwa yalikuwa katika ufalme wa Nabii Suleimani. Ninasoma Qur'ani tafsiri ya aliyekuwa kadhi mkuu wa Kenya, anaitwa Shehe Abdalla Farisi. Hiyo si Qur'ani ya Gwajima. Hii ni Qur'ani tafsiri ya aliyekuwa kadhi mkuu wa Kenya. Kwa hivyo kama yale nitayatoa hapa mnaandamana, muandamane kwa ajili ya shehe, kwa ajili ya kadhi mkuu wa Kenya. Na nimeshawakosoa ya kwamba ukisikia shehe ni maana ya mzee, sio maana ya Muislamu. Hii mnasoma wapi? Kila saa mnadai ya kwamba mnafanya mijadala, kila saa mnadai ya kwamba mnafanya debate za kisomi, alafu akitajwa shehe mnaandamana mkidhani ya kwamba shehe ni Muislamu. Shehe ni mzee. Hata kwa Biblia kuna mahali mashehe wametajwa. Kwani mashehe wenye wametajwa kwa Biblia ni Waislamu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yani ni musiba katika hii dini ya Allah. Hawa Waislamu ni musiba kabisa, na kama hawatarudi darasa, kama hawatarudi shule, tutawanyorosha mchana kama jua linawaka. Ninashukuru Mungu walikuwa kila saa wako kwenye mijadala, lakini saa hii wameshaingia kwenye siasa na kwenye kuuza madawa. Leo namsikia Shafii sasa hivi yeye hawezi kuweka mjadala. Si vibaya kuwatibu watu. Kama una uwezo wa kuwatibu watu kwa madawa, wewe watibu. Lakini kile ambacho najua ni ya kwamba Waislamu hamuna walimu wa kusimama mbele ya Wakristo. Hilo muweke kwa akili. Narudia andiko. Wakafuata yale walioyafuata mashetani, wakadai kuwa yalikuwa katika ufalme wa Nabii Suleimani. Na Suleimani hakukufuru, bali mashetani ndio waliokufuru, wakiwafundisha watu uchawi waliokuwa wakijua wenyewe tangu zamani. Na uchawi
na uchawi ulioteremshwa kwa malaika wawili Haruta na Maruta katika mji wa Babeli. Kwa hivyo kulingana na Qur'ani tunaambiwa kuna malaika wawili wa Allah walioteremsha uchawi Babeli, Haruta na Maruta. Sasa nataka muniambie, hawa Haruta na Maruta ni malaika wa shetani au ni malaika wa Mungu wenu? Na kama ni malaika wa Mungu wenu, waliteremsha uchawi. Sasa kama uchawi waliteremsha, kwa nini wewe Shabani Muhoro, wewe si mchawi? Kwa nini? Na nikisikiliza video yako Shabani Muhoro, ninaweza kusema wewe ni mchawi kwa sababu uliposoma Ezekieli 5 ikaongelea kuhusu kunyoa nywele na kunyoa ndevu, Mungu akielezea, ukasema ya kwamba huu ni uchawi. Kwa hivyo ina maana ya kwamba wewe huwa unaroga na pengine unatumia kuroga kupitia nywele. Kwa sababu kama ungekuwa wewe ni mchawi, kama ungekuwa wewe ni mlogi, ungejua vile ulogi unavyofanywa. Mimi ukiniuliza warogi wanarogaji, nitajuaje? Na mimi sijawahi kuroga. Mimi si mchawi, nitajuaje vile uchawi unavyofanywa? Kwa hivyo walimu wa Kiislamu tuambieni, huwa mnaroga? Huwa mnatumia uchawi? Kama mnatumia uchawi tuambieni, wacheni kujificha kwa chochoro. Sasa katika Qur'ani Allah mwenyewe aliteremsha uchawi. Sasa katika hii sura ya 2 aya 102 ambaye tumeisoma, ukisoma katika fafanuzi yake, inasema hivi, Suleimani aliyetajwa hapa ni Nabii Suleimani. Mayahudi wanamuitikadi Nabii Suleimani kuwa ni mfalme aliyepata ufalme kwa uchawi, si mtume. Basi hapa ndipo kwenye pointi. Basi na hawa wachawi wa Kiislamu humunasibishia Nabii Suleimani hizo elimu zao za uchawi. Sasa mtaandamana aje kwa ajili ya mtu anaitwa mchungaji Gwajima na hamuandamani kwa ajili ya Qur'ani? Maana Qur'ani imewataja kabisa ya kwamba kuna Waislamu na ni wachawi. Imesema hawa wachawi wa Kiislamu, hawa wachawi wa Kiislamu. Kwa hivyo tunapoongelea uchawi, Uislamu hauwezi kuepuka kwa uchawi, kwa maana Uislamu Allah alitumia malaika wawili kuteremsha uchawi. Kwa hivyo uchawi ni chombo cha Allah. Uchawi ni chombo cha Allah kuteremsha kupitia malaika wawili Haruta na Maruta. Alafu kitu kingine tumepata ya kwamba katika maelezo ya Qur'ani, tafsiri ya Farisi imesema hawa wachawi wa Kiislamu. Haya, adamaneni sasa,